Tanzania na wataalamu waliopo kwenye sekta ya madini wametakiwa kuchangamkia fursa na nafasi zilizopo kwenye sekta ya madini, kwani itasaidia kuchechemua na kukuza pato la taifa pamoja na uchumi. Hayo yamesemwa leo jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa kamati ya masoko na mawasiliano kwenye taasisi ya watoa huduma ya sekta ya madini TAMISA, Sebastian Ndege, katika mkutano na waandishi wa habari. Hizi ni ripoti zaidi. Tunafahamu kwamba kuna changamoto nyingi sana zinazojitokeza kwenye ushiriki wa local suppliers kwenye sekta hii, kwa sababu sekta hii ni sekta tunasema ni technical, yani vitu vingi ni vya kitaalamu sana, na vitu vingi vinavyofanyika au huduma nyingi za kwenye sekta ya madini ni huduma zinazohitaji pia uwezo wa kiuchumi, yani zinahitaji mtaji mkubwa. Kwa hivyo moja kati ya kuanzisha taasisi hii ni kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto hizo ili kuweza kuwawezesha wa Tanzania au local supplier, kampuni za Kitanzania kuweza kufanikisha au kujenga uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto hizi. Na ndiyo maana tumeanzisha hizi TAMISA Forums. TAMISA Forums au makongamano ya TAMISA yatakuwa yanawaleta kwa pamoja wahusika au wadau wa sekta ya madini, kuanzia wadau wa sekta ya madini kutoka kwa serikali yenyewe, ambapo tutakuwa tunashirikiana kwa karibu sana. Mheshimiwa Waziri ametoa maelekezo hayo tayari na tumeshakaa vikao vya kiutendaji au vikao vya kazi pamoja na Mheshimiwa Waziri mwenyewe, Mheshimiwa Mavunde, na yeye amekuwa ndio mwenyekiti wa vikao hivi, kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wizara, upande wa tume ya madini, upande wa kamisheni za madini, wao watakuwa moja kwa moja wanashiriki na sisi kwenye makongamano haya na kwenye kushirikiana kuhakikisha kwamba tunawawezesha Watanzania au tunapeana mbinu mbalimbali na uwezo mbalimbali kwenye kufanikisha kujenga uwezo kwa kampuni hizi za Kitanzania. Watanzania mbalimbali ambao wana makampuni yanayotoa huduma kwenye sekta ya madini, basi wajiunge na taasisi hii ili waweze kupata taarifa mbalimbali, ili tuweze kushirikiana katika kujengeana uwezo, ili tuweze kusaidiana katika kutoa katika kutoa taarifa mbalimbali zinazohusiana na fursa zilizopo, waweze kuzifahamu fursa. Moja kati ya nguzo au uwezo wa mafanikio kwenye kampuni yoyote au kwenye mjasiriamali yoyote anayefanya biashara ni kuwa na taarifa. Wanasema knowledge is power. Taarifa ni nguvu. Kwa hiyo ukiwa na taarifa unakuwa na uwezo wa kufanikisha jambo lako. Uwezo ukafanya jambo bila kuwa na taarifa. Na hii kamati itakuwa inatoa taarifa mbalimbali kupitia website yetu, kupitia makongamano mbalimbali. Kwa hiyo tunawakaribisha wajasiriamali wote na local mining suppliers wote waweze kuungana na sisi siku hii ya tarehe 16 mwezi wa 5 hapa Serena. Tutakuwa na kongamano hili ambalo litakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya kuwaunganisha Watanzania wanaotoa huduma mbalimbali kwenye sekta ya madini, lakini vile vile tutakuwa tunazungumza pia na viongozi mbalimbali waliopo kwenye sekta ya madini, kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukaunganisha nguvu zetu na kuitikia wito wa serikali yetu ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambayo imetutaka Watanzania tushiriki moja kwa moja na tushiriki kwa uhalisia. Sasa hivi kutokana na hii sheria ya local content inatakiwa asilimia kubwa iweze kwenda kwa Watanzania, na sisi ndio tunachokiadvocate kwamba kama nilivyosema kwa wakati wangu tajitahidi sana, kwa sababu kabla hiyo local content, sheria ya local content kuwepo, karibia asilimia 98 ya hizo trilioni 3 zote zilikuwa zinaenda nje. Kwa hiyo ndio maana nasema advocacy yetu sisi kama TAMISA kwanza ni kuhakikisha kwanza manunuzi yanatoka kwa wazawa. La pili ni hiyo kujaribu kuweka viwanda hapa baada ya kuwa tunaleta vitu kutoka nje, hizo bidhaa tunajaribu sana kuadvocate so that Watanzania waweze kuweka viwanda hapa. Ni kuhakikisha kwamba tunaiona hiyo trilioni 3.1 at least katika miaka miwili, at least 20% au 30% tuione kwa Watanzania. Tunakuwa tukilalamika sana kuhusu Wachina wanakuja hapa wanachukua kazi zetu. Sasa sisi hii taasisi itahakikisha kwamba
inaweza kuwajengea uwezo wa Tanzania ili waweze kushiriki katika uchumi huu mpana. Cha pili ni kujaribu sana sisi kuweka viwanda hapa nchini. Nitatolea mfano kampuni yangu na kampuni inaitwa East Africa Conveyors, ambao sisi tunatengeneza vipuli hapa nchini na tunasafirisha mpaka nje ya nchi.